Karibu na ujambo mpenzi mtazamaji wa Peripro TV, Peripro International. Tuseme asante kwa kutuchagua kuwa sisi kuwa kama TV yako pendwa. Ni ana mazumuni ambayo tuleta hapa leo tarehe 30 mwezi huu wa April mwaka 2022 ni kutaka kujua kile ambacho rais alichoamrisha hasa kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuombea nchi hii ya Kongo. Hivyo basi wakuu viongozi kutoka sehemu mbalimbali wamewashawasili hapa ili kutaka kuombea nchi na kutaka kujua nini ambacho nchi hii ina matatizo gani, ndio maana wamehamua kuombea. Amehamrisha tu hivyo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni Mheshimiwa Antoine Tshisekedi Felix, ambaye sasa hivi ndio rais na anayeongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe 30 ameamua nchi nzima ikae kwenye magoti kuiombea nchi hii. Hivyo basi kuna Waislamu, kuna Wakristo, kuna Wakatoliki wako hapa kwa ajili ya kuombea nchi hii ya Kongo. Hivyo basi kabla tujaendelea, tutapata nafasi ya kuzungumza na watu wawili watatu ili tupate kujua nini ambacho walichokifikiria na nini ambacho nia na mazumuni na nini wamevipokea swala hili la rais kuamrisha watu waombe. Mimi naitwa Benjamin Malien. Fata seremonia wanasema tunakuja kustadi kuombea nchi. Kuombea nchi sababu nchi ina matatizo ya vita, usalama mdogo. Ndio maana yafaa kuitia mikononi mwa Mungu. Ndio serikali kuingilia ndio majukumu ya serikali. Lakini Mungu iko zaidi ya yote. Yafaa kabisa kuweka Mungu mbele. Ndio na hao wakuu wa serikali bila msaada wa Mungu hawawezi lolote. Ndio maana wakuu wanafanya jitihada nchi ipate amani, lakini afa msaada wa Mungu ni wa muhimu zaidi. Ni haki kabisa yafaa kabisa nchi mbele ya yote ni kuitia mikononi mwa Mungu. Juu Mungu ndio yote, kila kitu yafaa kusindikiza Mungu mbele, na rais amefanya jambo la maana kabisa kutia Mungu mbele ya vitu vyote. Nina imani umeshafaidi vya kutosha, ila muda huu sasa ni muda ambao tumepata nafasi ya kuzungumza na umoja katika wabunge wa Kivu ya Kusini, ambaye naye pia amejieleza mengi zaidi kutokana na swala hili ambalo ni kubwa zaidi ambalo rais ameamrisha. Hivyo basi tupate nafasi tumsikie. Ndio, tunashukuru Mungu. Mimi ni mwanabunge Mwamba Sani Hamza, mchaguliwa wa Uvira katika ngazi ya mkoa wa Sud Kivu. Urais ilikuwa nini leo kwa hapa? Niko hapa kwa kuja kushiriki ndani ya maombi maalum ambayo kama gisi unavyofahamu sisi Waislamu tuko katika mwezi mtukufu Ramadhan, ambapo tuko tunamalizia mwezi wa mafungo, na Mwenyezi Mungu ametupatia baraka kupitia Mheshimiwa Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kutuletea maombi haya ya pamoja ili tumuombe Mwenyezi Mungu pamoja, tuone kwa namna gani tunaweza kupata amani ya kudumu na maendeleo ndani ya nchi yetu. Urahisi wewe, ni maombi ni suluhisho tosha kumaliza vita na mambo kaza ambayo inasumbua nchi yetu ya Kongo? Ndiyo, maombi yanabadilisha kila kitu. Hata wale magroups za armenye kwa maporini watakaposikia kwamba madini yote yamekaa pamoja kwa ajili ya kumlilia Mwenyezi Mungu amani ipatikane, watakuwa mbioni kuja kuleta silaha zao ili wajiintegre na wao ndani ya societe. Na malengo ya maombi hasa ni kutaka hali tulionao ibadilike kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri. Ndio malengo kabisa ya maombi haya. Unahisi ni kwa nini Mheshimiwa Felix Tshisekedi ameamua kufanyisha maombi siku ya leo? Unahisi ni kwa sababu ya moja kati ya njia za kampeni yake, na ni kwa nini hakufanya hivi before? Una kitu gani cha kueleza raia? Kila kitu kina wakati wake, na masuala ya kisiasa hatuwezi kuyaleta moja kwa moja katika masuala ya maombi, kwa sababu hapa tuliopo tuko madini mbalimbali, makanisa mbalimbali kama gisi unavyoona, Waislamu wako hapa, Wakimbangise na wengineo. Malengo hasa ya maombi haya ni kutaka Mwenyezi Mungu atubadilishie hali ambayo tulionayo ya tabu ya vita kila wakati, na unafahamu vizuri kwamba magroup za arme yote leo yako Nairobi pamoja na Mheshimiwa Rais katika hali ya kutaka kuwashawishi wale wenye kushikilia silaha, watu wa maguguni, waweke silaha zao chini ili tupate amani. Kwa hiyo maombi inaweza kuwa moja katika suluhisho ambayo itapelekea mambo yakawa mepesi, kwa sababu kila siku tunamwomba Mungu kwamba Mungu afanye mambo yawe mepesi. Kwa hiyo kupitia maombi haya huenda tukapata ile amani ambayo wananchi wa Kongo wanayoitafuta kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni moja katika suluhisho ambayo huko mbeleni italeta amani, kwa sababu sisi ambaye tunamtegemea Mwenyezi Mungu tunajua kwamba tukimuomba Mungu bila shaka atatujibu.
Wewe kama mbunge ambaye unawakilisha bunge letu Uvira huko Bukavu, ni wewe pekee ambaye tunaona mahali hapa, kuna wengine ambao tunaona, unahisi ipo katika njia za kampeni yako? Mimi ni mwanabunge wa province ya Sud Kivu, ni mchaguliwa wa Uvira, na ni kweli kwamba kuna wanabunge wengi ambao walichaguliwa hapa sawa sawa na mimi. Kitu tu ambacho nitakachokisema ni kwamba mimi ninajisogeza sana karibu ya Mungu wangu. Kwa hiyo panapokuwa na wito wa kusema kwamba twende tukamlilie Mungu, lazima nije. Ya wale wengine mimi sifahamu. Kwa mimi nimekuja kwa kuitikia wito wa rais wa nchi ambao alisema kwamba tukusanyike kwenye uwanja wa Umoja hapa Uvira. Na kwanza mimi imenifurahisha sana kwa sababu ni kitu ambacho kimefanyika nyumbani kwangu. Umeshasikia bana, hakikufanyika Bukavu, hakikufanyika Baraka au penginepo, lakini kimefanyika Uvira. Kwa hiyo ilikuwa ni wajibu wangu mimi kama mchaguliwa wa hapa kuja kushirikiana na wananchi walioko hapa Uvira ili kumulilia Mungu kwa pamoja, tuone kama amani tunayotafuta itapatikana. Mheshimiwa, kuna watu ambao wanasema kwamba maombi hayatomaliza vita vinavyoendelea katika nchi yetu. Una nini la kuambia watu kama hao? Maombi ni moja katika njia ya kutafuta ufumbuzi katika matatizo tulionayo. Na mimi nafikiri ni kwamba sio maombi peke yake. Watu wanaomba na wanafanya kazi. Umeshasikia bana? Unajua kama kule Nord Kivu, mapambano yanaendelea baina ya FRDC na M23, si ndio? Lakini pour parler pia inaendelea Nairobi. Kwa maombi yatakuwepo, mazungumzo yafanyike, kwa kila watu wafanye yale watakayoyaweza kwa wakati wao, ili tuangalie kwamba hizi nguvu zote huenda Mungu akazibariki tukapata ufumbuzi wa matatizo tulionayo. Asante kwa kuweza kujibu maswali yangu mheshimiwa. Na mimi nawashukuru sana. Shukrani. Nina imani umefaidi vingi kutoka kwa mbunge ambaye ni Hamza Mwamba, ambaye ameeleza mengi zaidi kutokana na swala nzima la yeye kuwepo hapa na nini ambacho kisababisha yeye kuja hapa ili kuja kusherehekea pamoja na watu wa Uvira, ama kuja kuomba pamoja na watu wa Uvira ili siku hii ya leo tarehe 30 iwe ni siku special hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikukumbushe tu kuwa mpaka sasa hivi tunamsubiri meya wa jiji pamoja na mshauri mkuu wa rais ambaye ametoka hapo mjini Kinshasa, ili ambaye ndo sasa sherehe ianze rasmi. Nina imani umeshafaidi vingi, ila kabla umeshuhudia kwenye kamera hii ya Per Pro TV, sasa hivi huu ambao unakuja ni msafara wa meya wa jiji la Uvira pamoja na mshauri mkuu wa rais ambaye ametoka hapo nchini Kinshasa. Kama unavyoona anavyozidi kupepea watu tabasamu nyingi, ni kutaka kuonesha kuwa siku hii ya leo wamechukua kuwa ni siku special haswa kwa vijana watu wote wa Uvira, wa Kristo na Waislamu. Kama unavyoona upande huu Waislamu ni wengi sana, pia na Wakristo wako hapa, nyimbo zinapigwa. Yote hii ni kutaka kuombea nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Atuelewe kwa nini rais aliamua swala kama hili lifanyike hasa kwenye hapa kwenye uwanja wa Umoja ambao unapatikana hapa katika mtaa wa Kimanga. Hivyo basi nikwambie tu kuwa mengi atakuwa ni mazuri, maana ni ana mazumuni ya Per Pro TV nikukufikishia habari wewe mtazamaji wetu. Kama hujasubscribe ili mradi tupe nguvu sisi ambao tunaendelea kutafutia habari pande zote zile za dunia. Hii ni Per Pro TV, nina imani utafarijika vya kutosha.
tunakuwa eko fanfare stope kidogo, mujiandae kwa l'hymne national, mujiandae dakika moja l'hymne national. Préparez-vous l'hymne national, 1 minute. Préparez-vous. Kwa hiyo kwa muda huu, unajua tulianza na maombi, na kwa sababu tulipata shida generateur, kuna programu nyingine ambayo maombi hatukumalizia kwa muda huu, kwa sababu wakubwa wako hapa na tungetaka wapite, watushauri, watupatie moyo, watuongelee. Nyuma yao tutakuwa na muda wa kuomba na kuimba zile nyimbo ambazo zimebaki, tumepewa ruhusa na mkuu wa jiji. Kwa hiyo tunaanza na l'hymne national, na kisha hapo nitapana microphone kwa kiongozi wa mji. Karibu. On va applaudir. Mesdemoiselles et messieurs, nous arrivons à un moment très précieux. Nous pouvons vous demander de vous mettre, juste 1 minute. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, Monsieur le conseiller au Collège des Arts, Culture, Monsieur le membre du Conseil de sécurité urbaine de la ville d'Uvira, responsable de toutes les confessions religieuses, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Tuna shida ya lugha, lakini tutakwenda kwa Kiswahili. Nafikiri ndugu yangu Mheshimiwa Elakano atakuwa anamdokezea Mheshimiwa yale tunazungumza. Kwa kweli ninatamani kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema yake ametupa siku kama ya leo, kwa kuwa hatukuitarajia, hatukustahili kuwa nayo, lakini Mwenyezi Mungu muweza wa yote, Waislamu wanasema Allahu Akbar, yani mwenye nguvu zote na muweza wa yote, ametupa hiyo neema ya kuwa hai. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Mungu wetu. Tunashukuru rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nous remercions notre président Félix Antoine Chilombo kwa kuweza kutuagizia wajumbe wake, pour nous avoir envoyé sa délégation, na kuomba kwamba wananchi wa Kongo et prier que la nation congolaise waweze kuomba kwa ajili ya amani.
prier pour la paix. na watu kuishi pamoja kwa umoja na kwa Et amani. que les gens vivent ensemble dans l'unité et dans la paix. Na kwa hiyo Raison pour laquelle réussir, ni sababu Mungu awe upande wetu, c'est parce que seulement Dieu est de notre côté. na ndio maana ameiweka nchi katika mikono ya Mungu. Voilà pourquoi il a donné, il a dédié le pays dans les mains de Dieu. Tunaweza kupiga makofi. Applaudissons. Les secours peuvent venir d'où? Musaada inatoka wapi? L'Éternel est le seul secours au moment de la détresse. Bwana ni msaada tu wakati wa magumu. Na magumu yetu tangu mwaka wa 64 Et notre souffrance depuis 64 mpaka leo. jusqu'aujourd'hui. Nilimwambia ambassadeur wa France, J'ai dit à l'ambassadeur de la France, je suis autochtone d'Uvira, niko mkaaji wa Uvira, Je mwenyeji suis né à wa Uvira. Uvira. Nimezaliwa Uvira. grandi à Uvira, Nimekoma Uvira. marié à Uvira, Nimeoa j'ai Uvira. des enfants à Uvira, Nimeona watoto j'ai des Uvira. petits-fils à Nina Uvira, wajukuu Uvira. mais toujours dans la guerre. Kila siku ni shida, vita. Qui peut nous libérer de cette guerre? Nani awezaye kutoa katika vita? Il y a un seul, Mtu mmoja tu. un seul qui peut. Mtu mmoja tu ambaye C'est anaweza. l'Éternel Tout-Puissant. Ni Mungu mwenye nguvu, Bwana mwenye nguvu. S'il est de notre côté, Kama iko ngambo yetu, il nous donnera la délivrance. atatupatia uhuru. Et notre ennemi Na adui wetu sera réduit au néant. atakuwa bure mkila kitu. Même s'il venait avec des canons, Hata kwamba angekuya na même s'il mabombora venait kubwa, avec le missile Satan 2, hata angekuya nene misile shetani wa pili ya la ufisi. grande puissance qui existe, Uwezo mkuu ambao unaenea c'est la prière, ni maombi, c'est le secours de ni l'Éternel. msaada wa Bwana. Ainsi, Kwa hiyo ce soir, jioni ya leo je vais vous présenter nataka kuwaeleza les délégués de chef de l'État watumbe wa president ambao amewatuma mwenyewe. qu'il a envoyé lui seul. Amemtuma Il a envoyé mkurugenzi, conseiller principal, conseiller principal. amemtuma mshauri wake mkuu Il a envoyé son conseiller principal anayehusika na masuala ya sanaa, en charge de l'art, utamaduni culture na mambo ya madhehebu. et questions religieuses. Yuko hapa katikati yetu, Il est ici au milieu de nous ambaye ni mgeni wetu rasmi. et il est notre visiteur spécial. Anaweza kusimama kwa makofi Il kwa peut yowe se na mettre vigelegele. debout et on va applaudir. Mnafurahi ya kumuona? Vous êtes content de le voir. Uvira mupo? Uvira, vous êtes là. Uvira tupo? Uvira, est-ce qu'on est là? Sasa ni huyo atatuhutubia leo. C'est lui qui va nous parler aujourd'hui. Hatuna maneno mengi, On n'a pas assez de mots. tutapana maneno machache machache. On va donner quelques mots. Kwa kweli Jide mwenye tapatia neno akitambusha unakata. S'il vous plaît, c'est lui qu'on va donner les mots. S'il va aller au-delà des temps prévus, on va le couper. Ninawaambia kama representant national wa Sepake, Je vous informe que le représentant national de la CEPA, de la 8e Mateso CEPAC, Muke alikuwa munjia, Révérend Mateso, il était en cours de route. alikuwa anakuja kwa hichi kipindi, Il venait ici, lakini amezuilika mais il a eu un problème sur la route, bila kutaka. sans le vouloir. Alirudilia Ngomo, Il est rentré à partir de Ngomo. barabara imeharibika pale, La route a un problème, la route est coupée. amerudia. Il est rentré. Askofu wa Methodiste Libre L'évêque de l'église méthodiste 26e, na yeye pia amerudilia njiani, lui aussi est rentré à Bukavu. alikuwa amefika hapa, Il devrait être ici aujourd'hui. na hivyo Voilà pourquoi tutawapatia wakilishi wao maneno machache nous machache. allons donner à les représentants quelques mots. Hapa tutamuita Et ici, on va commencer par appeler. ni sio sala, C'est pas la prière, ni neno, c'est juste le mot. ni neno Les mots la kuhamasisha pour sensibiliser. watu kwa ajili ya amani Sensibiliser les gens pour la paix na kuishi pamoja et le fait de vivre ensemble. La Bila ubaguzi wa cohésion kabila. sociale, sans discrimination tribale, na rangi raciale au dini. et ou religieuse. Mheshimiwa wetu wa kwanza Les premiers respectés que nous avons ni aujourd'hui, shehe wa imame wa Waislamu c'est le cheikh musulman. ambaye alitayarishwa, C'est lui qui a été planifié. anaweza kufika mara moja. Cheikh Hamisi Sungwe, s'il est là, karibu. Makofi kwa shehe. Piga makofi vizuri tafadhali, usikale kale kimya kule nyuma.
Bwana nasikia utukufu unapopiga makofi. Haleluya. Karibu shehe. Karibu. Dakika 5 zinatosha. 5 minutes vont suffire. Sio sala wala maombi. Ce n'est pas la prière. Lakini hotuba yako ndogo kwa raia wa Uvira. C'est seulement un mot de la paix pour les gens qui vont t'écouter, nous qui vivons à Uvira. Merci. Merci. Asante. Anajitayarisha representant wa 8e CEPAC. Après, c'est le représentant de la 8e CEPAC qui va suivre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaomba baraka na amani kwa wote iwe juu yenu. Na kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, Mungu ambaye aliyeumba mbingu na vilivyomo, na akaumba ardhi na vilivyomo, na akaumba vile ambavyo tunavyoviona na tusivyoviona vinavyopatikana baina ya mbingu na ardhi. Na rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad pamoja na alize na masahaba wote kwa jumla, na manabii wote ambao waliotumwa na Mwenyezi Mungu mtukufu, na wafuasi wote ambao waliwafuata kwa wema kwa yale ambayo waliotufikishia kutoka kwake Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa hiyo tunaomba na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao. Mwenyezi Mungu tukubalie. Naam, kikao hichi ambacho kimetayarishwa na kuomba na rais wetu Bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, kwa kuweza kuja kuomba watu wa dini waingilie masuala haya ili kuleta amani katika mji wetu wa Uvira, pia na katika Kongo yote nzima. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa sababu amepata fikra hiyo nzuri kwa kuweza kumrudilia Mwenyezi Mungu muumba, Mungu ambaye aliyetuumba na ndiye ambaye anaweza akatusaidia kwa magumu yetu yote ambayo yanayotukabili usiku na mchana. Kwa hiyo tunarudi kwake Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye atatusaidia katika hali hii. Kwa hiyo rais wetu alikuwa na fikra nzuri, na fikra hii itatusaidia kutoka katika magumu ambayo tuko nayo. Kwa hiyo katika hali ambayo imetufikia katika nchi yetu ya Kongo ya kukosa amani, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika kitabu chake sura yake ya 14 Qur'ani, verse yake au aya ya 19, anasema kwamba inna Allaha ya'muru bil adli, hakika Mwenyezi Mungu anawaamrisheni nyinyi viumbe vyake ambavyo alivyoviumba, anawaamrisheni usawa, muwe juste katika mambo yenu. Wal ihsan, pia Mwenyezi Mungu anakuamrisheni kufanya wema baina yenu. Mtu afikirie kufanya wema kwa ajili ya mwenzake, mtu afikirie kusamehe mwenzake kuliko kujilipizia. Kwa hiyo mtu lazima awe ni mfanya mema na kufikiria kufanya mema kwa ajili ya mwenzake. Pia Mwenyezi Mungu kaamrisha wa itai dhil qurba. Mwenyezi Mungu katika aya hiyo anasema kuwa ameamrisha mtu kujisogeza kwa watu wake wa karibu. Mtu ambaye anayekuwa na watu wake wa karibu ambaye ni familia, ile ni chombo na ni chokochoko ya kuanza kuleta fujo ya kukosa imani katika familia yako na katika nchi yote nzima. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika maisha yake haya, lazima kwanza awe amejijenga katika usawa, kusimamia usawa, kudenonse kile chochote ambacho kinachokwenda kinyume na usawa ili usawa upatikane. Na pia mtu lazima awe mwema ye mwenyewe, pia na ajijenge kwa ndugu zake kwa kufanyia wema. Ule wema ambao utakaozunguka baina yenu utajenga upendo na utaleta masikilizano mazuri, na pia usalama utapatikana. Pia ndugu zako wa karibu kuwafanyia wema kwa kokota na kuwapa kile ambacho unachoweza. Na pia Mwenyezi Mungu anaendelea katika aya hiyo, anasema kuwa wayanha anil fasha. Mwenyezi Mungu anakataza sana mambo machafu. Watu wasifanye mambo machafu baina yenu. Watu wasifikirie kufanya mambo machafu, bali watu wafikirie kufanya mambo ambayo yatakayokuwa mazuri. Wal munkar, pia na watu wasifanye mambo ya kuchukiza. Wewe unakadiria kumfanyia mwenzako jambo ambalo litakalomchukiza, hilo jambo litavunja amani. Wal baghi, pia Mwenyezi Mungu anakataa uasi. Mtu asifanyi uasi
kwa kuasi serikali au kuasi familia au kuasi chochote. Lazima mtu awe conforme kufuata jinsi sheria inavyosema, na marevendikasio yake yote atumie chini ya sheria. Hivyo itamfanya amani ipatikane. Pia amani inaweza ikakosekana kwa sisi wenyewe kuvuruga usalama, kukosa upendo baina yetu. Upendo utakapokosekana baina yetu, pia amani itakosekana. Upendo utakosekana kwa kujitukuza kikabila na kutaka kujitukuza katika hali ya kifahari ya uwezo ambao uko nao. Pia hiyo pia inaleta amani kukosekana. Pia amani inaweza ikakosekana kwa watu kujijenga katika fikra mbaya, kwa kuasi katika nchi, kwa kuleta kile ambacho kitakachokuwa kuvuruga usalama wenzao, kupora mali za wenzao, kuleta mambo ambayo yatakayokuwa sio mazuri katika maisha ya wanadamu. Hivyo bila shaka tutakuwa tumekosa amani. Kwa hiyo lazima sisi wanadamu, kwa kutaka tupate amani, turudie kufuata yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyotuamrisha na yale ambayo aliyotukataza. Hilo jambo litatufanya sisi tuwe tumeishi chini ya misingi yake Mwenyezi Mungu mtukufu. Na Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala mtukufu ametuletea vitabu ambavyo vipo. Sisi Waislamu tunasema kwa Mwenyezi Mungu ana vitabu vine. Mwenyezi Mungu ana Taurati, Mwenyezi Mungu ana Zaburi, Mwenyezi Mungu ana Injili, na Mwenyezi Mungu ana Qur'an. Hiyo ni reference yetu katika maisha yetu yote. Hiyo ni reference katika mambo yetu yote. Kwa hiyo tujijenge ukabila wetu, utukufu wetu, tuwe tunaofanya katika usawa, tuwe tunajadili mambo yetu katika usawa, ili kwamba Mwenyezi Mungu aturahisishie, atuletee amani. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, pia katika surati Ra'd sura 13 anasema kuwa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu katika dunia hii alileta neema. Mwenyezi Mungu katika dunia hii alileta rehema. Mwenyezi Mungu katika dunia hii alitupangia mambo mazuri. Lakini anasema kuwa Mwenyezi Mungu habadilishi hiyo hali, isipokuwa kwa sisi ambao tutakaokuwa tumependa kubadilisha hali hiyo kwa yale ambayo tunayofikatilia katika nafsi zetu. Kwa hiyo nashukuru sana kupata nafasi hii, na nategemea kuwa haya ambayo nimezungumza amenileta Mwenyezi Mungu yatakuwa ni mwongozo kwetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Piga makofi, unasikia? Ndiyo, tunamkaribisha mwakilishi wa representant national wa CEPAC. Nous voulons recevoir les délégués des représentants nationaux de la CEPAC, de la 8e CEPAC. Amepewa dakika 5 na baada yake de notre pays. Ndio sababu, c'est la raison pour laquelle shirika la 8e CEPAC, 8e CEPAC comme communauté, lina munga mkono rais wetu. Nous appuyons, nous sommes derrière notre président kwa maono haya ya kuombea nchi yetu, pour cette vision de prier pour le pays. Kwa kweli ni maono makubwa. Vraiment, c'est une grande vision. Hatuna mwingine ambaye tunaweza kupatia nchi yetu. On n'a pas une autre personne à laquelle on peut donner notre pays. Isipokuwa Mwenyezi Mungu. C'est pas seulement Dieu puissant. Na hii inaonekana katika maandiko matakatifu. Et ça c'est clair dans les Écritures. Ndio maana tutasoma neno la Mungu. Voilà pourquoi on va lire les Saintes Écritures. Tuone barua ya Paulo mtume kwa Warumi, sura ya 16. Paul aux Romains chapitre 16 na versi ya 20 et verset 20. Inasema hivi, la Bible dit ceci: naye Mungu aliye chanzo cha amani, et Dieu qui est le commencement de la paix, hata kawia kumponda shetani chini ya miguu yenu. Il ne retardera pas de piétiner Satan sous vos pieds. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pamoja nanyi nyote, soit avec vous tous. Amen. Amen, amen. Nikusema CEPAC iko nyuma ya raisi. La CEPAC est derrière notre président. Sio leo tu. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Kila itwayo leo, chaque jour, CEPAC itaendelea kuombea amani nchi ya Kongo. La 8e CEPAC continuera à prier pour le pays. Na tukisoma Waebrania sura ya 12, et si on lisait Hébreux chapitre 12 na versi ya 14 et verset 14, inasema hivi, ça dit ceci: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Cherchez la paix avec tout le monde. Ni kusema hivi, c'est-à-dire tunaomba makabila yote ya Kongo, nous demandons à toutes les tribus du Congo, kila kabila, chaque tribu, kujitahidi, cherchez, kuwa na bidii, cherchez, kuwa na bidii, cherchez, tafuta amani, cherchez la paix.
avec zèle, avec force, avec courage. Amen. Amen. Na watu wote. Avec tout le monde. Tuache ubaguzi wa makabila. Laissez les discriminations tribales. Tupendane. Aimons-nous les uns les autres. Tukipendana, Si nous aimons, Kongo itaendelea le mbele. pays va avancer. Na amani itatawala. Et la paix va régner. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Applaudissons, pigia Bwana makofi kule nyuma. Au kukuja kuangalia tu sio television, piga makofi makubwa. Haleluya. Alléluia, alléluia. Que le Amen. Seigneur soit loué. Tunamshukuru Mungu Nous remercions notre Dieu kwa sababu ametukubalia kuwa hapa. parce qu'il nous a permis d'être ici. Yeye ndiye ambaye anaunda majira yote. En fait, c'est lui qui est le commencement de toutes circonstances. Yoyote ambayo itafika Tout ce qui va arriver, ni yeye. c'est lui. Hata siku hii Même aujourd'hui, ni yeye ambaye ametusaidia kuifikiria. c'est lui qui l'a permis qu'on puisse arriver aujourd'hui. Mimi ninasimama hapa kwa niaba ya Transit MKDC. Je suis ici pour le compte de 37e KDC. Representant yuko safarini, Le représentant est en voyage, lakini ameniita ni mwakilishi. mais il m'a envoyé pour le représenter ici. Nitakachokisema hapa Ce que je vais dire ici, nitasema juu ya amani. je vais parler de la paix. Biblia inatuambia ya La kuwa Bible nous dit, tuwe na bidii ya kuishi na watu wote kwa amani cherchons vraiment avec zèle na ule être en paix utakaso, avec tout le monde. na ule utakaso, Et cette sainteté. kwa sababu bila huo utakaso Parce que sans cette sainteté, hatutaweza kumwona Mungu. on ne pourra pas voir Dieu. Tumeumbwa kwa sura ya Mungu, Nous sommes créés à l'image de Dieu tukaumbika kwa namna tofauti. et nous sommes créés différemment. Hakuna mtu alichagua kuzaliwa. Personne n'a choisi d'être né. Tulizaliwa kwa jamaa Mungu ambazo amezitengeneza. Dieu a permis que nous puissions être nés dans les familles que lui-même a créées. Wamoja kwa jamaa za umaskini, Quelques-uns dans les familles pauvres wengine wakiwa watajiri, et d'autres dans les familles riches. wengine wakiwa warefu na wengine wafupi, Et d'autres dans les familles des gens élancés et d'autres dans les familles moins élancées. wengine wameneemika kwa namna tofauti. Et les autres ont différentes grâces. Lakini watu wote hao Mais tous ces gens là-bas, wanafanana na Mungu. mais ils ressemblent à Dieu. Mungu atusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Amen. Shabaha yangu ya kusema ni hii: Pourquoi je dis ceci? tuwe na amani rohoni mwetu. Commençons par avoir la paix dans nos cœurs. Tukiwa na amani katika mioyo yetu, Quand nous avons la paix dans nos cœurs, tunaweza kupana hiyo amani kwa watu nous wengine. pouvons donner cette paix à d'autres personnes. Lakini kama hatuna amani katika mioyo yetu, Mais si on n'a pas la paix dans nos cœurs, haiwezekani, hatuwezi ça kuipana. sera difficile de donner ce qu'on n'a pas. Mimi kwa niaba ya kanisa hili, Moi, personnellement, pour cette église, ninasema ya kuwa tuko nyuma ya mheshimiwa presida wetu, nous sommes vraiment derrière notre président Félix Antoine Tshisekedi. tukitetea amani, Et nous parlons de la paix tukijua ya kuwa en disant, huyu ambaye tunaishi naye la personne avec laquelle nous vivons, ndiye ndugu yangu. il est mon frère. Na nikisema ya kuwa, Et si je dis, watu wote ambao wanakuwa na silaha kinyume na sheria, je veux aussi dire que tout le monde qui porte une arme sans être autorisé par l'État, ingelikuwa bora watie chini s'il vous plaît, déposez les armes. na watafute amani, Cherchez la paix. kwa sababu silaha sio amani, Parce que l'arme, ce n'est pas ce qui amène la paix. lakini amani inatoka kwa roho ya mtu, kwa upendo. Mais la paix vient du cœur, ça vient de l'amour. Watu wakisameheana Quand nous nous pardonnons les uns les autres, kwa makosa yote ambayo yametendeka. pour tout ce qu'on aura fait les uns pour les autres. Asante wa ndugu, Merci, chers frères et sœurs. tunategemea kuwa amani itapatikana ikiwa sisi sote tutakuwa nayo kwa mioyo Nous yetu. attendons que la paix soit vraiment obtenue. Si nous tous, on aura la paix dans nos cœurs. Mengi ambayo yametufikia mliyaona. Beaucoup de choses qui nous sont arrivées, vous les avez vues? Mimi nitasema kwa niaba ya kanisa langu, mliona jinsi tulishambuliwa kwa tarehe 9. Vous savez, je vais parler pour notre église. On a été attaqué le 9. Hatukuwa na shida yoyote, On n'avait aucun problème. lakini mali iliporwa, Mais on avait pillé des choses. vitu vikaenda. Des choses sont parties. Ningelisema ya kuwa Je voulais dire, Wakristo les chrétiens, hawakutoa hata neno la faraja, ils n'avaient donné même un mot pour consoler. hata pole moja, Même venir pour dire, oh, désolé. na tunaenda mbinguni. Et nous allons au ciel. Mbingu ya wapi? Quel ciel? Lakini tuseme ya kuwa Mais laisse-moi dire ceci. tusameheane. Pardonnez-nous. Lakini serikali kama mzazi Mais le gouvernement comme parent, atukumbuke na aweze kuturudishia binye milieni. qu'il se souvienne de nous et si possible qu'il nous remette un peu quelque chose que nous avait ravi. Merci. Applaudissons, merci beaucoup. Asante. Alléluia, amen.
Nasimama kama vile mwakilishi wa mheshimiwa askofu wetu wa 26e CMLC. Je suis ici comme le représentant de notre évêque de la 26e CMLC ambaye amezuilika njiani pale Ngomo kama vile tumesikia. Qui est rentré à partir de Ngomo comme on a entendu. Tunashukuru kipindi cha siku ya leo. Je remercie la journée d'aujourd'hui. Kwani Mungu wetu ni Bwana wa majira na nyakati. Notre Dieu c'est Dieu des temps et des circonstances. Ambaye ametupatia wakati mzuri tena kufikiri juu ya amani ya nchi yetu. Et nous a donné un bon moment pour réfléchir à propos de la paix de notre pays. Kufikiri hivi ni maono mazuri sana. Réfléchir à propos de la paix c'est une grande vision. Kwa hiyo tunaenda kushukuru kwanza kwa uongozi wa nchi ambao umefikiri hivyo. Nous remercions beaucoup le président de la République qui a pensé par rapport à ça. Haya ambayo tunayapitia. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui. Historia inatuambia kama sio mapya. L'histoire nous dit que c'est pas nouveau. Inakuwaka hivyo. C'est toujours comme ça. Na wakati watu wanapokimbilia kwa Mungu hivyo wanapata ushindi. Et quand les gens trouvent leur refuge en Dieu, ils deviennent vainqueurs. Zaburi ya 20 na mstari wa 7. Psaume 23 verset 20. Psaume 20 verset 7. Inasema ya kwamba hawa wanataja magari. Ils disent que ceux-ci parlent de véhicules. Nao wanataja mafarasi. Et ceux-ci parlent de chevaux. Lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Mais nous parlons du nom de notre Dieu. Ni katika jina hilo kuna ushindi vipindi vyote. C'est dans ce nom-là que nous avons la victoire. Mifano mengi ya vipindi kama na hivi vinyume imepita na kuna kuonekana ushindi kupitia maombi. Nous avons maombi. beaucoup d'exemples de cérémonies comme ça qui sont passées pour la prière, de quoi de prière, et nous avons vu la victoire. Kutafuta amani ni kitu kizuri. Chercher la paix c'est une bonne chose. Katika Mathayo 5 na mstari wa 9. Matthieu 5:9. Inasema ya kwamba heri wale wapatanishi au wataitwa wana wa Mungu. Elle dit que heureux ceux-là qui sont les unificateurs parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. Tena Yohana wa kwanza 4:12. Et 1 Jean 4:20. Combien? 4:20. Voilà, 1 Jean 4:20. Inasema ya kwamba hautampenda Mungu usiyemuona na uchukie Mungu. Elle me dit que tu ne peux pas aimer le Dieu que tu ne vois pas et aimer l'autre que c'est possible d'aimer Dieu que tu ne vois pas alors que celui que tu vois tu ne l'aimes même pas. Nadhani katika Mathayo pia. Et toujours à Matthieu 22 34 jusqu'à 37. Jusqu'à 37. Wamemuuliza Yesu hivyo. On a demandé à Jésus comme ça. Amri kuu katika Biblia. Quel est le plus grand commandement dans la Bible? Akawaambia kwamba ya kwanza ni umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Il a dit faut commencer par aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ce que tu es, de toute ta force. Na ya pili inafanana na hiyo. Et un autre commandement qui ressemble à l'autre là. Umpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Aimer le voisin comme toi-même. Nadhani kama katika nchi yetu tungelijua hivyo. Dans notre pays ici on pouvait reconnaître cela. Picha tunayoishi leo yangelibadilika kabisa. Ce que nous expérimentons aujourd'hui pouvait tellement changer. Tufikiri juu ya Zaburi 133. Toujours penser par rapport à Psaume 133. Inasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Regarde comment c'est beau et merveilleux. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. Si les gens peuvent vivre ensemble dans l'unité. Ni kama mafuta mazuri kichwani. C'est comme de l'huile qui tombe de la tête. Yashukayo ndevuni. Ça descend au niveau de la barbe. Ndevu za Haruni. La barbe d'Aaron. Yashukayo mpaka upindo wa vazi lake. Jusqu'au niveau de la robe en bas. Kama umande wa Hermoni mlimani pa Sayuni. Oh wow. Oh, maana huko ndipo Bwana ameamuru baraka. Parce que c'est là où il y a la bénédiction. Wakati ambapo tutajua hivyo, quand nous saurons cela, nchi itakuwa na amani. Le pays sera en paix. Na Bwana atubariki. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Kiongozi évêque wa Katoliki Uvira que je représente ici, ambaye ninawakilisha hapa leo, salue cette initiative na anakubaliana, alipenda sana mpango huu de la croisade de prière pour la paix, kwa mkutano wa maombi kwa ajili ya amani et la sécurité durable dans notre pays, na amani ya kudumu katika nchi yetu na usalama katika nchi yetu. Mettons-nous dans nos cœurs, chers frères et sœurs, ndugu zetu, kaka na dada, tutie ndani ya mioyo yetu que l'ennemi à combattre, kama adui ambaye tutapigana naye, ce n'est pas le prochain, le voisin, mon frère ou ma sœur, sio ule jirani, ndugu na dada, mais Satan, lakini shetani. Mettons-nous ensemble, tukue pamoja, unissons-nous, tuungane coude à coude, bega kwa bega, pour combattre cet ennemi, ili kwamba tupigane na adui huyo, et la paix va régner, na amani itatawala dans nos cœurs, katika mioyo yetu, dans nos familles, katika familia zetu, et dans notre pays. na katika nchi yetu.
Je voudrais employer l'expression de Saint Paul. Nitafuta kusema neno ya Mtakatifu Paulo. Que Dieu nous accorde la paix. Mungu atupatie amani. Qui surpasse toute intelligence. Ambayo inazidi kila akili. C'est-à-dire toute logique humaine. Ile hali yote ya kufikiria ya mwanadamu. C'est cette paix de l'amour. Na hiyo amani itokayo kwa upendo. Cette paix qui pardonne. Ile amani ambayo inasamehe. Cette paix de la réconciliation. Ile amani ambayo inaleta kukubaliana kwa pamoja. Amen. Amen. Pigia makofi, piga makofi tafadhali. Asante, asante. Hapana, mbona sauti inatoka chini sana? No, la voix est lourde. Wandugu wa mjambo? Iko sawa bila mfurahi kuona mshauri wa rais akiwa hapa. C'est comme si vous n'êtes pas content de voir le conseil du Est-ce que mnafurahi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que mnafurahi? Vous êtes là? Mimi napenda manifester. Amjambo? Ni kweli mnafurahi. Vous êtes content, je vois. Ni kweli siku ya leo, aujourd'hui, kwa sisi Waislamu tunamaliza mafungo yetu ya mwezi wa Ramadhani hivi karibuni. Pour nous les musulmans, nous voulons arriver à la fin de notre jeûne. Na Mungu anatupatia majibu ya haraka kabisa. Et notre Dieu nous donne des réponses rapides. Kwa sababu tulikuwa tukiomba Mungu kila siku kwamba atujalie amani ipatikane ndani ya nchi yetu. Parce qu'on priait toujours que le Seigneur nous donne la paix dans ce pays. Mungu atuletee amani ndani ya province yetu ya Sud Kivu. Que le Seigneur nous donne la paix dans la province de Sud Kivu. Mungu atuletee amani ndani ya ville na territoire yetu ya Uvira. Que le Seigneur nous donne la paix dans notre ville et territoire d'Uvira. Mungu ametujibu. Et le Seigneur nous a répondu. Mungu ametujibu à travers mawazo ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous répond par rapport aux idées et à la vision de monsieur l'excellence président de la République. Wakati alituma wajumbe wake, comme il a envoyé ce délégué, ili kwamba leo ifanyike croisade ya Uvira, pour qu'on puisse avoir la croisade de paix aujourd'hui dans la ville d'Uvira, tukishirikiana na watu wa territoire ya Uvira, et ensemble avec les gens du territoire d'Uvira, province ya Sud Kivu, dans la province de Sud Kivu, muinchi ya Congo, dans ce pays RDC, na leo croisade imefanyika hapa, et cette croisade vient se faire aujourd'hui, na watu wote makanisa yote yakiwa hapa, et tout le monde et toutes les églises sont là. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu maombi ya pamoja, la prière d'ensemble, Mungu wetu anapasha kutujibia. Notre Dieu doit nous répondre. Kwa sababu kati yetu kuko watoto wadogo. Parce que parmi nous il y a les petits enfants. Kati yetu kuna watukufu. Les saints. Il y a les saints parmi nous. Sasa wale wanapoitika amen, ceux-là qui acceptent amen, wanaposema amen, quand ils disent amen, kwa maombi ambayo tuko tunafanya, la prière que nous faisons, Mungu anaitika maombi yetu. Et Dieu accepte notre prière. Kwa sababu kati yetu kuna watoto wadogo, parce que parmi nous il y a les petits enfants aussi, ambao hawajafanya mazambi, ils n'ont pas encore fait le péché, na hawajui zambi, et ils ne connaissent pas les péchés. Kwa hiyo idée hii ya son excellence Président de la République, voilà, cette idée de son excellence président de la République, tunaiunga mkono kwa 100%. Nous l'appuyons à 100%. Na ndio maana nilitoka Bukavu jana. Voilà pourquoi j'ai quitté Bukavu hier. Japokuwa matatizo ya mvua, malgré la pluie, japokuwa matatizo ya barabara, malgré la route, japokuwa matatizo ya usalama mdogo, malgré tous les problèmes de l'insécurité, lakini nikaja Uvira ili kushirikiana pamoja na watu wa Uvira. J'ai décidé de venir pour être ensemble avec les gens ici, pamoja na viongozi waliotumwa na mheshimiwa rais wa nchi, avec la délégation qui est envoyée par le président de la République, ili tumuombe Mungu kwa pamoja, pour que nous puissions prier notre Dieu ensemble. Kwa mwisho tunasema Mungu atukubalie na apokee maombi yetu. Enfin nous disons que Dieu nous accepte et qu'il reçoive notre prière. Kwa sababu Kongo tuko na lazima ya amani, parce que nous avons besoin de la paix. Tuko na lazima ya umoja. Nous avons besoin de l'unité. Tuko na lazima ya maendeleo. Nous avons besoin de développement. Hivyo basi Mungu awabariki wote walioshiriki hapa. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes ici. Watakaporudi warudi kwa usalama. Et lorsque vous allez rentrer, rentrez en paix. Asante sana, Mungu awabariki sana. Que le Seigneur vous bénisse, merci beaucoup. Applaudissons s'il vous plaît. Ndio, asante. Mtazamaji wa PER Pro TV, kama unavyoshuhudia mapadri, mapasta na mashehe wameshatoa hotuba zao ili kutaka
siku ya leo ionekane ni siku special. Kanavyosikia hotuba zote hapa zilikuwa ni za kulenga kutafuta amani pande zote zile za dunia, kwanza enzi hizo za mitume mpaka leo, na vita vitakatifu vimeandika vingi na mengi umeyasikia. Hivyo basi, wacha baada ya hapo, kipindi hichi ambacho tunaingia ni kipindi cha kumkaribisha mshauri mkubwa wa rais ambaye anataka kuingia hapa sasa kwenye stage, ili tupate kujua nini ambacho kilicholeta na ujumbe gani ambao yuko nao kutoka kwa rais, ili watu wapate kujua ukweli. Na imani hapa ndipo tunapotapata kujua ukweli na nia na mazumuni ya siku hii ya leo tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 2022, kuchaguliwa kuwa siku ambayo watu wote wanatakiwa kuiombea nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Excellences, les conseillers principaux du chef de l'État, au nom de la population, vous êtes accueillis avec joie et acclamation. La parole vous est passée avec votre autorisation, Excellence. Merci. Batata, bamama, watoto wa Uvira, jambo yenu. Jambo yenu. Asante sana. Je suis parmi vous. Niko katikati yenu en tant que l'envoyé de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Kama mjumbe wa Excellence Antoine Félix Tshilombo, raisi wa nchi. Je suis son conseiller principal au Collège Culture, Arts et Questions religieuses à la présidence de la République. Mimi ni mshauri wa raisi mkuu kwenye kitengo cha sanaa na utamaduni na mambo ya usikayo na masuala ya madhehebu. Je m'appelle Théo Chilumba Wakabeya. Jina langu naitwa Meselabe Théo Chilumba Wakabeya. Depuis un certain temps, le président de la République m'a confié une responsabilité, une charge. Kuna muda umepita, Mheshimiwa Rais amenipa majukumu ya kuweza kushughulika nayo. Il m'a dit que depuis le 23 juin 2019, il a organisé une grande prière d'action de grâce au stade des Martyrs à Kinshasa. Ni kwamba mwezi wa Juni mwaka wa 2019 alifanya maombi makubwa katika uwanja mkubwa pale kwa Kinshasa. À cette occasion, na kwa fursa hiyo, il a dédié la République démocratique du Congo, notre pays, à Dieu Tout-Puissant. Alichukua nchi ya Kongo akaiweka katika mikono ya Mungu akimkabidhi nayo. Toujours à cette occasion, na siku hiyo hiyo kwa fursa hiyo, il s'est humilié. Aliweza kushuka na kujinyenyekeza. Il s'est agenouillé. Aliweza kupiga magoti
pour demander pardon à notre Dieu. ili aweze kuomba msamaha kwa Mungu wetu. Pardon pour ses péchés. Akiomba huruma kwa mazambi yake. Pardon pour tous ceux qui ont dirigé ce pays. Akiomba huruma kwa wale wote waliwahi kuongoza nchi hii. Pour tous ceux qui ont assumé des responsabilités. Kwa wale wote waliweza kuwajibika katika nchi hii. Mais aussi pour tous les Congolais dans leur ensemble. Na kwa ajili ya wakongomani wote kwa jumla. C'est pourquoi il m'a dit, na ndio maana hiyo ameweza niambia, faites le tour des provinces. Wewe fanya mzunguko wa mikoa yote. J'ai comme l'impression que l'acte que j'ai posé le 23 juin 2019, ninaona ya kwamba tendo nilolifanya tarehe 23 mwezi wa Juni mwaka wa 2019 n'est pas compris. Haya, bado watu hawajaelewa hicho. Pas même par les serviteurs de Dieu. Hata watumishi wa Mungu bado hawajaelewa. Parce que en posant cet acte, kwa sababu katika kutenda hilo tendo, j'ai voulu dire aux Congolais, nilitamani kuambia wakongomani hivi, qu'à partir d'aujourd'hui, ya kwamba kuanzia leo, le pays n'appartient plus au Satan. Inchi haipo tena katika mikono wala mali ya shetani. Le pays n'appartient plus aux antivaleurs. Inchi haiko tena kwa ukosefu na utovu wa nidhamu. Le pays n'appartient plus à la magie. Inchi haipo tena katika uchawi. À la sorcellerie. Katika uchawi. Toutes les antivaleurs que vous connaissez. Ile mambo yote maovu ambayo mnayoyafahamu. C'était une grande prière de délivrance. Ilikuwa ni maombi makubwa ya kuweza kukomboa inchi. Deuxièmement, jambo la pili, va leur dire, wende uwaeleze hivi, que la signification profonde de cet acte, maana ya kindani ya tendo hilo nilolifanya, c'était aussi de dire aux serviteurs de Dieu, ilikuwa ni kuambia watumishi wote wa Mungu, qu'à partir d'aujourd'hui, ya kwamba kuanzia leo, la gestion de ce pays devient aussi leur affaire. Kuendeleza ama kuendeleza uongozi wa nchi si jambo tena la rais mwenyewe, bali ni jambo la watumishi wa Mungu pia. Si j'échoue, ce sont les serviteurs de Dieu qui échoueront. Na nikiwa bado mimi nitafilisi nchi au hatitaendesha vizuri uongozi bora, ni kusema ni watumishi wa Mungu watakuwa nao wamefeli. Parce que j'ai dédié ce pays à Dieu. Et les serviteurs de Dieu sont partout en train de prier pour le pays. Kwa sababu nchi hii niliitolea Mungu, na watumishi wa Mungu wako naomba maeneo na sehemu zote wanamuomba Mungu. Je demande aux serviteurs de Dieu qui sont ici s'ils sont conscients. Na ninawaomba wale watumishi wa Mungu wote waliopo hapa, ikiwa wana dhamiri zilizopo safi. S'ils sont conscients, est-ce qu'ils peuvent le manifester que je vois s'ils sont là? Kama wapo na dhamiri safi waweze kuinua mikono juu, waonekane, niangalie kama wapo kweli kweli. Amen. Amen. Comme il en est ainsi, excusez-moi, je vous demande de vous mettre debout s'il vous plaît. Na kama ni hivyo basi niwaombeni watumishi wa Mungu wote wasimame. Non seulement les serviteurs de Dieu, mais nous tous qui sommes là. Na ninawaomba nyote ambao mpo hapa msimame, wa mama na wa baba. Parce que quelque chose va se passer maintenant. Kuna kitu fulani kitapita sasa hivi. Comme les pasteurs ont demandé ici. Kama vile wachungaji waliomba hapa. Le président m'a dit. Raisi aliniomba hivi, aliniambia hivi. Quand vous serez à Uvira, utakapokuwa Uvira, demandez aux serviteurs de Dieu et au peuple de Dieu. Waambie watu wa Mungu Uvira na watumishi wa Mungu de prier pour moi. Waniombee. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, na ndio hivyo wapendo wa baba na wa mama, au nom du président de la République, chef de l'État, kwa jina la raisi mkuu wa nchi, je m'agenouille, ninapiga magoti pour que vous puissiez lever vos mains ili muinue mikono yenu juu et prier muombe pour le président de la République, muombe raisi wa nchi, et prier pour toute la nation. Na muombe kwa ajili ya taifa lote nzima. Prions s'il vous plaît. Mutuombe samahani.
Mtazamaji wetu wa PER Pro TV, ni kuambie tu kuwa na imani umesikia ujumbe ambao umetoka kwa rais, na muda huo ambaye ni muda ambao ulikuwa ni muda mzuri sana kusikia neno ambalo na ujumbe ambao rais ametuma haswa kwa wakahaji wa Uvira. Hivyo basi wacha niwaambie kitu kimoja, muda huu unakuwa ni muda wa kuombea hii nchi ambayo kama rais alivyoamrisha kuwa leo iwe ni siku ya kuombea nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nina imani kuwa kama unavyoona kiongozi tayari ameshakunja magoti, watu wanazidi kuombea nchi kwa kutaka nchi hii ipate amani, nchi hii itoke katika yale masuala ya vita. Nina imani kuwa siku ya leo itakuwa ni siku nzuri. Kama na wewe mtazamaji wetu wa PER Pro TV ambaye uko natutazama sasa hivi, unaweza na wewe pia ni Mkongomani, unaona matatizo ya nchi hii, basi chukua dakika moja pamoja na familia yako, kaa iombee nchi hii ili mradi ipate amani ya kudumu. Nina imani vingi umeshavifuata na vingi umeshavisikia. Hii ni PER Pro TV. Merci. C'est un don que Dieu a donné à la RDC. Ya kwamba Felix Tshisekedi ni zawadi ambayo Mungu ameweza kuwapeana Wakongomani. Il faut voir son humanisme. Yafaa muone utu wake. Les gens sont en train de le témoigner partout. Watu wanashuhudia mahali pote. Il ne veut jamais voir un Congolais souffrir. Hataki kumuona Mkongomani akiteseka. Même ceux qui connaissent des accidents, hata wale wanapata ajali, il préfère les visiter. Anapendelea hata kwenda kuwaona hospitalini. Il préfère être à leur côté. Anataka kuwa karibu na wao. Ça c'est une réponse. Hiyo ni jibu. Une réponse pourquoi? Hiyo ni jibu kwa nini? Rappelez-vous tout ce que nous avons connu dans ce pays. Mjue yale yote ambayo tumeona katika nchi yetu. Des grandes dictatures. Ule ubeberu na udikteta mkuu. Et dans toutes les provinces, les gens étaient en train de prier, demander à Dieu de lui donner à la RDC un président de la République qui prie. Na watu walikuwa wanaomba mikoani pote ya kwamba Mungu awapatie rais ambaye anayeomba Mungu. Et aujourd'hui vous avez un serviteur de Dieu. Na leo mnakuwa na mtumishi wa Mungu ikulu. Et aujourd'hui vous avez quelqu'un qui prie, qui connaît Dieu. Na leo muko na mtu ambaye anaomba na anamfahamu Mungu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est une grâce particulière, un don que Dieu a donné. Yeye ni neema ya kipekee, ni zawadi ambayo Mungu amepana à la RDC, ambayo amepatia DRC. Nous avons commencé ces croisades de prière
dans d'autres provinces. Tumeanza maombi hayo katika mikoa mingine. Nous avons été à Lubumbashi. Tumeshafika Lubumbashi. Après Lubumbashi, nous sommes allés à Matadi. Na kisha Lubumbashi tulienda Matadi. Nous étions à Kindu. Tulikuwa Kindu. Et quand on était à Kindu, na tulipokuwa Kindu, au début de cette semaine, mwanzo mwa wiki hii, il m'appelle pour me dire, akaniita kusema kwamba CP, ni kidogo hii, arrêtez avec d'autres provinces. Acha sasa mikoa hiyo. Allez d'abord voir, allez d'abord prier avec mes frères qui sont à Uvira. Wende sasa uombe na ndugu zangu waliopo hapo Uvira. C'est pourquoi je suis venu directement ici. Moja kwa moja hapa. Pendant que nous tenons cette croisade à Kindu, il y en a aussi qui sont là, déjà que je le sais. Na wakati tuko tunakuwa na mkutano huu ili kongamano Kindu, kuna wale tumewaacha pale. Et nous devons le faire parce que c'est notre pays. Tunapaswa kuifanya kwa sababu ni nchi yetu. Nous n'en avons pas deux. Hatuna nchi mbili. Nous avons que la République démocratique du Congo. Sisi tunakuwa na nchi hii ya DRC. Et le président a demandé, na rais ameomba, à ses frères et sœurs de Uvira, kwa wandugu zake wadada na wandugu wa Uvira, de prier pour la paix. Muombe kwa ajili ya amani. La paix à l'est du pays. Kuomba amani kwa mashariki ya nchi. Il a dit que je me suis investi dans cette affaire Koroyam. Na amesema nimejiweka kwa moyo na kwa mwili. J'ai décrété même un état de siège. Hata nimesema hali ya hatari katika mikoa fulani. Mais cela ne suffit pas. Na hiyo haiwezi kutosha. Allez voir les serviteurs de Dieu. Mwende muone watumishi wa Mungu. Qu'ils se mettent ensemble. Wawe pamoja. Qui se mettent devant l'autel. Wawe kwenye mimbara. Qu'ils prient. Waombe Mungu. Qui demandent pardon pour le pays. Waombe rehema kwa ajili ya Mungu. Qui demandent pardon pour moi leur président. Waniombe rehema mimi raisi. Qu'ils prient aussi pour l'amour. Waombe pia upendo. L'amour du pays, waombea upendo wa nchi, et l'amour du Congolais. Na mwananchi wa Kongo ampende mwenzio. Une fois que la paix sera installée à l'est du pays, na wakati amani itakuwa tayari imekaa huko mashariki, c'est le travail du développement. Itakuwa ni kazi ya maendeleo. Quand nous avons quitté l'hôtel pour atteindre ce stade, wakati tulipita kutoka hoteli kuja hapa kwenye uwanja huu, nous avons souffert. Tumeweza kuteseka sana. Et j'ai dit à monsieur le maire de la ville d'Uvira, nimwambia meya wa jiji ya Uvira, quand je vais rentrer à Kinshasa, nitakaporudia Kinshasa, la première chose que je vais demander au président de la République, jambo la kwanza nitamuomba rais wa nchi, c'est de commencer l'asphaltage de cette route, ne plus que quelques kilomètres. Nitamuomba aweze kuleta, nitamuomba alete kabulimbo kwa ajili ya barabara N5. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour que la paix s'installe ici. Na ndio maana tunapaswa tuombe amani rudi hapa. Et nous allons nous développer. Na hapo tutaweza kujiendeleza. Quand il y a l'insécurité, kukiwa ukosefu uvunjifu wa amani, le développement vient lentement ou ne vient presque pas. Hapo sasa maendeleo hayatakuwepo ama yatakuja kiutaratibu. Or le souci qu'a le président de la République, c'est de développer tout le pays. Shauku ama nia alionayo rais ni kuweza kuendelesha nchi. Pour terminer, na kwa kumaliza, je vous dis sincèrement merci. Hakika ninawaambia shukurani ya dhati. Merci au nom de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Kwa niaba ya rais wa nchi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, nasema asanteni nyote. D'abord à l'autorité locale, monsieur le maire de la ville. Kwa kiongozi wa jiji la Uvira, meya wa jiji. Aux autorités politico-administratives du coin. Na wale wote viongozi wa mwanamemba wa kamati ya usalama na ulinzi. À leurs excellences, les chefs de confession religieuse. Kwa waheshimiwa wote ambao ni wakuu viongozi wa madhehebu mbalimbali. Qui ont accepté d'organiser de prendre part à cette croisade de prières. Na wale wote walikusanyika kushirikiana hapa katika haya maombi. Nous sommes sûrs que Dieu qui voit les cœurs qui sont de les rangs, il a déjà exaucé notre prière d'aujourd'hui.
Najua Mungu aonaye katika siri amekwisha kujibu maombi yetu ya leo. Restons et vivons la main dans la main. Tubaki na tuishi mkono mkononi. Réconcilions-nous avec nous-mêmes. Kuweza kujifariji na kuweza kujirudia na kupatana sisi wenyewe. Réconcilions-nous avec les autres. Tuweze kupatana na wengine wenzetu. Au mois de juillet, mwezi wa 7, le pape François viendra en République démocratique du Congo. Popo atakuja katika nchi ya DRC. Et le président lui a demandé de mettre aussi ses pieds à l'est du pays. Na rais amemuomba afike mashariki mwa Kongo. Il s'arrêtera à Goma. Atasimamia mwisho wake utakuwa ni Goma. C'est pour vous dire combien cette situation préoccupe tout le monde. Na ndio maana nawaambia kwamba kila mtu anashughulika na jambo hilo. Merci pour votre accueil, merci pour cette soirée, que Dieu vous bénisse. Asante kwa ukaribisho wenu, asante kwa jioni nzuri. Mwenyezi Mungu ambariki kila mmoja. Asanteni sana. Kulingana na sheria za kiusalama na sheria za nchi, le principe sécuritaire et le principe du pays, ninamuomba mheshimiwa mkurugenzi mshauri mkuu kuondoka na ninaenda kumwacha kwa hoteli. Je demande au conseil principal de quitter et je vais l'accompagner pour le laisser à l'hôtel. Na hivyo basi mambo mengine yataendelea na viongozi.